Katika kuelekea kuwasilishwa kwa bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026-2027 inayotarajiwa kusomwa Juni 11 mwaka 2026 na Waziri wa Fedha, wabunge pamoja na wadau mbalimbali wameeleza matarajio yao wakisema bajeti hiyo inatarajiwa kuongeza tija katika sekta za barabara, elimu, afya, umeme na maji. Akizungumza katika viwanja vya bunge jijini Dodoma, mbunge wa Chato Kusini Pascal Lutandula amewataka wananchi kuendelea kuwa na imani na serikali, akibainisha kuwa bajeti hiyo itaharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Amesema kipaumbele ni mradi wa maji wa Buzilayombo wa zaidi ya shilingi bilioni 23 pamoja na visima zaidi ya 5. Kwa hiyo nataka niwaambie mimi kwa niaba ya wananchi wa Chato Kusini, bajeti itakayosomwa kesho ina matumaini makubwa, waingoje kwa hamu. Inaenda kumaliza changamoto za wanajimbo wa Chato Kusini. Upande wa afya zitaisha, tunaenda kujenga hospitali ya wilaya kubwa pale Bwanga, tunaenda kujenga shule ya sekondari, tunaenda kuanzisha VETA. Hii ni mipango yote ambayo imo kwenye bajeti ya 26-27. Kwa hiyo niwaambie waandishi wa habari, mazuri yanakuja. Watu wa Chato Kusini wakae mkao wa kula. Nimshukuru sana rais na serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi. Mbunge wa Mbogwe Ferguson Nkingwa amesema ana matarajio makubwa na bajeti hiyo katika kutatua changamoto za wananchi na kuongeza kasi ya miradi ya maendeleo. Bajeti hizi naamini kwa 100% zitatendewa haki, kwa sababu wananchi walio wengi wanahitaji maendeleo, na maendeleo ndiyo haya ambao sisi kama wabunge tunakuja kuyahitaji humu bungeni. Kwa hiyo naamini bajeti ya kesho itakayotolewa na wizara zote, maana ya serikali nzima, itakuwa ni bajeti nzuri na itakuwa na mahitaji mazuri kwa wananchi wa jimbo la Mbogwe, hususan na nchi nzima ya Tanzania. Mbunge wa Chato Kaskazini Cornel Magembe amesema bajeti hiyo inapaswa kutafsiri kwa vitendo maono ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo bajeti hii inakwenda kubeba maono yote yale ambayo yakwenda kukamilisha na wananchi wakanufaike na hiyo. Lakini jimbo langu mimi liko ni jimbo la wafugaji na wakulima. Wafugaji wale watahitaji kuona kwa kiwango gani tunakwenda, serikali inakwenda kuleta majosho, inakwenda kuleta mabwawa kwa ajili ya kunyweshea ng'ombe wetu. Ziko kata ambazo kwa mfano ukienda kata ya Iliamchere, mara nyingi nimekuwa nikiomba sana hapa kata ya Iliamchere, ipo kata ya Katende, iko kata ya Bukome, iko kata ya Kachwamba. Ni kata ambazo kwa kweli inapofika wakati wa kiangazi huwa ni kame sana. Na tulishaomba na tukategemea na tukaahidiwa na serikali kwamba tutakwenda tukapate malambo ambayo yanaweza kusaidia kunywesha ng'ombe wale wakapata maji ya kutosheleza. Lakini kwenye swala la kilimo pia tunayo mabonde mazuri ambayo sasa tutoke kwenye kilimo kile cha mazoea tuende kwenye kilimo ambacho ni cha kisasa kwa kupata angalau miradi ya umwagiliaji. Kwa upande wake, Christopher Mwansasu, mwenyekiti wa maafisa rasilimali watu na utawala Tanzania, amesema bajeti inapaswa kuzingatia kupunguza gharama za maisha kwa wananchi. Naposema bajeti sikivu ni kwa sababu Watanzania wengi wamezungumza kuona hali halisi ya maisha tunavyokwenda nayo na pia serikali imekuwa ikiwasikiliza. Sasa kama inawasikiliza hivyo, kesho tutegemee kwamba katika nyanja mbalimbali zitaguswa, lakini kuleta unafuu kwa watu. Zitaguswa katika nyanja gani? Kilimo ni nyanja kubwa sana ambayo kwetu sisi kama Watanzania ni uti wa mgongo. Naamini bajeti inaenda kugusa swala la maji, naamini inaenda kuguswa na kuweza kuleta tija kwa Watanzania. Lakini ukiangalia kwenye nishati ambako huku katika mfumuko wa bei za mafuta, naamini pia serikali inaenda kuangalia namna gani ya kuweka taratibu za kuweza kuleta waweni katika swala la usafirishaji katika nchi yetu ya Tanzania. Bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027 inatarajiwa kuwa ya shilingi trilioni 62.3 ambapo sehemu kubwa itaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo na huduma za kijamii. GMTV.